شفانا منك يا الله ربي تقبل منا تفضل وما ندبر حقه يا الله من كل ذنب تبنا إلى الله نستغفر الله من كل ذنب تبنا إلى الله. Taasisi ya Salum Turki Foundation inayomiliki kituo cha kulelea watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu kilichokuwepo Kandwi, wilaya ya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja, kimemshukuru Sheha wa Shehia Chuini kwa jitihada yake ya kuwapelekea sadaka watoto hao mara kwa mara. Akizungumza kwa niaba ya uongozi wa Salum Turki Foundation, afisa Rajab Silima anasema, nashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutufikisha hapa hii leo, lakini pia niwashukuru na nyie pia vile vile kwa kubali mwaliko wetu huu ambao mliokuwa mmekuja watu wa Chuini. Kwa niaba ya Salum Turki Foundation, labda niseme kwamba tunawakaribisheni katika kituo chetu hichi cha kulelea watoto yatima na ambao wenye mazingira magumu. Hii katika kumbukumbu zangu sio mara ya kwanza Shehia ya Chuini kuweza kufika katika kituo hichi, na kama nina kumbukumbu zaidi ambazo naweza kusema kwamba mwaka jana ambao tulikuwa tumekuja, tuliahidi kwamba mwaka unaofuata tutakuja tena hapa ili kuja kula na hawa watoto yatima au tutawachukua katika shehia yetu, lakini tukaona haitoshi, kwa sababu mimi najua juzi mliko kwa mama na jana mkakweko sehemu nyingineo. Kwa hiyo nikasema leo hapana, nisiwachoshe na safari, niwaambie hao wenzangu tuje tukae kitako hapa tule kwa pamoja. Kwa hiyo wageni wetu wa Chuini, karibuni sana katika kituo chetu hichi. Kituo chetu hichi tumekianzisha hapa tu mara baada ya kufariki mwenyewe marehemu, kwa sababu alikuwa na lengo la kuanzisha kituo kama hichi cha kulelea watoto, lakini Mwenyezi Mungu alimhitaji baada ya kufariki, tukasema kwamba wanawe basi tukishughulikie na tukianzishe. Na nataka nikwambieni hichi kipo hapa Kandwi, lakini chengine tunakijenga kiko Pemba ambacho kitachukua pia kinaendelea pia vile vile. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa, tusiwe na hotuba kubwa sana. Mimi nikukaribisheni ili mtuaidhi na mtuelekeze hayo ambao mlikuwa mmekuja nayo kwa mujibu wa utaratibu wenu ambao ulikuwa. Lakini nataka nikwambie tu hichi kituo kina karibuni watoto sasa hivi 68. Na mwaka jana mlivyokuwa mmekuja mtakuwa mashahidi waliokuwa wamekuja. Maboresho ya mwaka jana na maboresho ya mwaka huu, basi mnaweza mkasema labda kidogo tuna improvement fulani ambayo tulikuwa tumeendelea. Lakini mheshimiwa Shehia wa Chuini, kituo hichi mimi najua unapenda sana kukitembelea kuweza kuja katika kituo hichi, kwa sababu wengi wa watoto ambao waliokuwepo katika kituo hichi basi wanatoka katika shehia yetu. Watu wanakuwa wanasema kwamba sadaka ianze nyumbani. Kwa hiyo na wakati mimi nipo kule, basi huwa nasema kwamba hapana, nyumbani tuanze sadaka ili tuwapelekee na watu wengine. Lakini hatukatai kuchukua watoto wengineo sehemu nyingineo, tunachukua kadri kama hiyo. Lakini mimi nawashukuru sana watu wa Shehia Chuini kwamba wanaitikia wito wetu huu mkubwa sana na kuweza kutufaraji, kutuletea watoto wengi sana. Ukizama hapa unaweza kukuta karibuni, nakumbuka kama mwaka jana, mwaka huu si chini watoto 9 wapo hapa, lakini mwaka ambao ulikuwa umepita tulikuwa karibuni na watoto 10 ambao walikuwa hapo pia vile vile. Kwa hiyo utaona kwamba katika 68 ukiona watoto 9 na wengine wao wamechukua sehemu nyingineo, basi wewe utajikuta kwamba una watoto wengi zaidi ambao katika Shehia Chuini. Na ndio maana Shehia Chuini anapenda sana kuweza kuja katika kituo chetu hichi ili kuwafariji watoto wake na watoto wenziwe pia vile vile. Akizungumza katika dua maalum ya kuombea wale waliotangulia mbele ya haki na kutoa sadaka ya masaf pamoja na kufutari na watoto hao, Sheha wa Shehia Chuini Mohamed Shekheri anaelezea lengo la kufika katika kituo hicho pamoja na kumpongeza muasisi wa kituo hicho cha Salum Turki Foundation kama hapa anavyosema. Niwashukuru wenzangu wote tuliweza kuambatana mpaka kuweza kufika hapa, kwa sababu safari sio ndogo na hali ya hewa tunaiona hiyo. Manake kama tungekuwa hatuna moyo wa ujasiri tusingeweza kuamua na kufika hapa. Tumekutana hapa leo katika kituo hichi cha kulelea watoto yatima na watoto wenye mazingira magumu. Kusema ukweli ni jambo la kupigiwa mfano. Walioanzisha kituo hichi wanastahiki pongezi, wanastahiki kufanyiwa maombi, wanastahiki dua nyingi za kupita kiasi,
kwa sababu jambo alilolifanya ni jambo la kupigiwa mfano na ni jambo la kujitolea. Sasa ikiwa roho yako nyepesi tu na roho tamanifu, hutaweza kufanya kitu kama hichi. Kwa hiyo kama tulivyopokea taarifa, mwenyewe Turki, Mungu amrahamu, alikuwa na nia ya kuanzisha kituo hichi katika maisha yake, lakini Mwenyezi Mungu akamhitaji kabla ya kufika ile azma aliyoikusudia. Lakini kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu amejalia watoto wake kwa kuweza kuyakamata maneno ya marehemu baba yao, kuzifanya kwa vitendo ile kauli yake, na mpaka leo sote ni mashahidi kuweza kuona majengo ama kituo hichi kimesimama kama alivyokusudia mwenyewe marehemu. Mungu amrehemu kwa aliko. Lakini la tatu, sisi kutoka Shehia ya Chuini pamoja na ujumbe niliofuatana nao sio wageni katika kituo hichi. Hii ni mara yetu ya pili. Kama tutakumbuka, mwaka jana nadhani mnamo tarehe 14 mwezi wa 12 ni siku ya maadhimisho ya mtoto yatima duniani. Tulifika hapa na wasaidizi wangu pamoja na wenzangu wote na waandishi wa habari, tukaweza kuja hapa kupata nao chakula cha mchana kwa pamoja, na tunashukuru tulipokelewa, tulikula vizuri, tukafurahika vizuri, na inshallah Mwenyezi Mungu alikijalia kituo kile au iftari ile au chakula kile kilitoa baraka ndani yake. Lakini tukaona hapana, utaratibu huu tunao katika shehia yetu. Kwa kila inapofika Ramadhani mwezi 21 tunakaa na watoto yatima na wenye mazingira magumu katika shehia yetu, watoto ambao hawapungui 284, na kuftari nao kwa pamoja na kubadilishana mawazo kwa pamoja ili kuwafariji katika mazingira haya sasa walionayo baada ya kuondokewa wazazi wao ama katika maisha yaliokuwa magumu na familia zao. Kwa hiyo mara hii tukaona tubadilishe. Ramadhani hii tukasema hapana, wakazi wa Chuini tuwaeke pembeni kidogo. Hatuna maana kwamba tumewasahau, hapana. Tuwaeke pembeni kidogo, tufike katika kituo hichi tena, kwa sababu tulitoa ahadi panapo majaaliwa tutarejea tena kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo leo inshallah Mwenyezi Mungu ametuwezesha na kuweza kurejea tena hapa, na leo tunataraji kula nao watoto hawa kwa iftari ya pamoja. Inshallah Mwenyezi Mungu iftari hii itie kheri, aitie baraka ndani yake, na atujalie kila lenye kheri na sisi. Lakini baada ya iftari hii pia tuna deni nyingine hapa. Tuliahidi tutakaporejea tutakuja kuongeza mashaf, maana yake mwaka jana tulitoa mashaf kwa hisabu imeshanitoka kidogo, tukawa tunadaiwa kama mishafu 10 mpaka 15. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu ametuwezesha, na leo tumewaletea baada ya misahafu 15 tumewaletea mashafu 48. Lakini pia tumejifunza kitu. Mwaka jana tulipokuja katika kituo hichi hatukuwakuta watoto wadogo sana, kidogo ilikuwa alhamdulillah wamenyanyuka kidogo na miaka imekwenda. Kwa hiyo imani yetu inatupa kwamba masafu haya sio watoto wote watakaoweza kuitumia kwa sasa. Kwa hiyo tunatoa ahadi nyingine kwa watoto hawa na kituo hichi. Baada ya kuondoka leo, ikiwezekana hata kesho, msimamizi wa kituo hichi mtudai juzuu 50, na hata kama kesho au kesho kutwa akipatikana mtu wa kuzileta, basi zitafika juzuu hizo, angalau na hawa wenetu ambao wadogo waliokuwa hawajafika sura kubwa waweze kutumia au kujifunza Qur'ani hii kama mwenendo wetu wa Kiislamu unavyoweza kutumia. Kwa hiyo juzuu mratibu wetu amesema kwamba tumkabidhi kesho tukijaliwa, atazifikisha katika ofisi za Salum Turki Foundation, na ukiwepo ujio kuja huku muda wote zitakufikeni. Kwa naahidi kaeni mkao wa kula kwa kuzipata juzuu hizo. Sikutakiwa ni mzungumzaji kiasi hicho,
Lakini nipende kusema mambo mawili. Mratib, ziara yetu mwaka jana imetupatia baraka kubwa na heshima kubwa katika shehia yetu. Na kwa nini nikasema hivyo? Sina maana ya uchoyo. Sina maana kwamba nimebadilikwa na imani. Ziara ile imetuzalia matunda katika shehia yetu. Tulikuja na wageni, walikuja kujifunza na kujionea. Kwa bahati walijengwa na moyo wa wivu wa maendeleo. Tukakaa kwa pamoja, tukashauriana, wakanambia Mheshimiwa Sheikh, hapana, na sisi katika shehia yetu tunahitaji tupate kituo cha kulelea watoto yatima. Kwa bahati hivi ninavyozungumza, kwa ufupi 99% ardhi tumeshaipata. Inawezekana wiki inayokuja tukapata hati yetu miliki eneo hilo, na bahati nzuri wafadhili wale tangu juzi wananipigia simu kwamba nenda na fundi kaanze kufanya tathmini ya majengo ya kituo hicho. Kwa hiyo napenda kusema ziara ile imezaa matunda na hatutakuwa mbali. Tunataraji mwakani tukijaliwa katika shehia yetu tutakuwa na kituo cha kulelea watoto yatima. Hatuna maana kwamba huku hatutakuja tena. Sasa na sisi tutafanya exchange, tutawapa mwaliko wao waje tutembelee katika kituo chetu. Tuseme inshallah jamani. Lakini pia jambo la pili, kwa kumalizia, nipende kushukuru uongozi wa Salum Turki Foundation kwa kuweza kutupokea na kuweza kutukaribisha vizuri, na inshallah Mwenyezi Mungu atawalipa ya kuwalipa yenye kheri na wao, pamoja na sisi tulioacha kazi zetu, tulioacha majukumu yetu. Kuna mama zetu kule wameacha waume zao, wameacha watoto wao, hata sisi wengine tuliomba ruhusa kwa wake zetu, lakini inshallah Mwenyezi Mungu alipe ujira wenye kheri na wao kwa kuturidhia kwa kuweza kufika hapa. Tatu Hassan ni mlezi wa kituo cha Salum Turki Foundation. Alielezea jinsi ya kituo chao kilivyo pamoja na kumshukuru Sheikh wa Chuini kwa jitihada yake anayoifanya kwa kukitembelea kituo chao mara kwa mara pamoja na kuwasaidia yatima. Kituo chetu cha Salum Turki Foundation kipo katika maeneo ya Kandwi. Kituo chetu kimeanzishwa mwaka 2021 hadi watoto, kituo kilivyoanza kilikuwa na watoto 11, hadi sasa tuna watoto 65. Kituo kilivyokuwa na sasa hivi tofauti, tunashukuru. Na kituo chetu kina watoto wa kike watupu, ila tunategemea au tushaanza kujenga kituo cha watoto wa kiume kwa sababu hatuwezi kuwachanganya watoto wa kike na wa kiume pamoja. Kituo cha watoto wa kiume kiko Pemba na tunatarajia mwakani kitafunguliwa, na tunashukuru wana kamati ya Chuini kwa kuja kukitembelea kituo chetu, na si leo tu, walituahidi kuwa tutakuja, maana mwaka jana walikuja kwa kushirikiana na SIA, wakaja wakatembelea watoto, wakala na watoto, wakazungumza na watoto, wakaleta chochote chao, na walituahidi kuwa tutakuja na tumewaona. Tunashukuru kwa kuja kuwatembelea na kutupa chochote walichokuwa nacho. Isiwe leo tu, iwe kila siku, au isiwe wao tu, iwe na hata wengine pia tunawakaribisha. Na hata hivyo hivyo tunashukuru Sheikh wa Chuini kwa kutuletea watoto, maana kituo chetu yeye ni kama anatoa matangazo kwa anatuletea watoto, na tumeona kuwa watoto wa Chuini ni wengi sana katika kituo chetu, na hilo pia tunalishukuru. Natoa neno la shukrani kwa Sheikh wa Chuini. Asante sana kwa kuja kuftari na watoto leo. Tumefurahi sana na watoto wamefurahi, na kwa niaba ya Salum Turki Foundation pia wanawashukuru. Asanteni sana, tunawashukuru. Mungu awabariki, awafungulie zaidi na hichi, awaondolee maradhi, awaondolee mitihani, awafanyie wepesi katika
katika kijiji chenu cha Chuini. Mwanafunzi wa kituo hicho Tenda Hamadi Athumani akamshukuru Sheha Chuini kwa kwenda kuwatembelea watoto hao pamoja na sadaka na zawadi alizowapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Tenda Hamadi Athumani, ni mwanafunzi kutoka kituo cha Salim Turki Foundation. Ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Sheha wa Chuini kwa kuja kututembelea sisi watoto yatima, na tumefurahi sana kujumuika naye, na tunaomba isiwe mara ya mwisho kuja kututembelea sisi, aje tena na tena, tunamkaribisha sana. Viongozi wa kamati ya Sheha pamoja na waratibu wa shehia ya Chuini wakamshukuru aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mpendae na muasisi wa taasisi ya Salum Turki Foundation almarhum Salum Turki kwa wazo la kuamua kukijenga kituo hicho, pamoja na kutoa wito kama hapa wanavyosema: waliotangulia mbele ya haki tayari wameshafikiwa na wakati wao, na sote tuliobakia duniani tutakwenda mmoja mmoja kwa kadari ya Mwenyezi Mungu ya wakati aliyoupanga kwa kila mmoja miongoni mwetu. Kwa hiyo jambo hilo ni la kuliombea kheri wale waliokushatangulia, ni kuwatakia dua kwamba Mwenyezi Mungu awape hatima nzuri, Mwenyezi Mungu awape malipo yaliyokuwa mazuri, Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao, na Mwenyezi Mungu awazawadie pepo yake tukufu ya Firdausi waliotangulia ndugu zetu hao. Kwa hiyo hilo ni jambo la kila mmoja, lakini kwa kweli wale ambao wamefikiria fikra hii, kiongozi aliyeiwaza fikra hii akawakusanya binti hawa na wengine katika sehemu nyingine mbalimbali kwa jambo kama hili, huyo Mwenyezi Mungu na yeye ampe jazaa yake njema ya kheri. Na kwa sababu ndiyo kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema Mtume, ana wakafilil yatim fil jannati hakadha, akaashiria hivi, akaonyesha hivi Mtume vidole vyake viwili hivi, akasema mimi na yule ambaye anamlea au atamlea mtoto yatima fil jannati hakadha, katika pepo tutakuwa kama hivi. Ni rafiki wa Mtume, yuko Bennett na Mtume, yuko pamoja na Mtume, mtu ambaye atamsimamia mtoto yatima tokea mdogo mpaka akafikiria umri wake wa ubale. Sasa unafikiria kiongozi aliyeasisi jumuiya hii akalifanya jambo hili, akawakusanya watoto wakafikiria umri kama huo, na si tu kwamba hivyo, akawapatia na hidayah nyingine ya taaluma, akawaekea kituo cha kujifunza. Mashallah, unafikiria Mwenyezi Mungu atamlipa nini? Kwanza tunamshukuru sana uongozi wetu wa shehia, Mheshimiwa Sheha, kwa kuja hapa kuja kufutari na watoto yatima, kwa sababu aliona ipo haja ya kuja kujumuika nao na wao watoto wajisikie kama watoto wenziwe wakiwa pamoja na wazazi wao. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunamshukuru Mheshimiwa Sheha sana pamoja na uongozi wake. Pia tunamwombea dua Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri kwa kufanya jambo la kheri ambalo la kuanzisha hichi kituo na kuwaeka watoto ili kwa ajili ya kuwasaidia, kwa sababu hapa pana watoto wenye mazingira magumu, pia pana watoto yatima. Kwa hiyo tunamshukuru sana, na popote alipo Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri, na wote walioshiriki kwa kufanya hili Mwenyezi Mungu pia awape kila la kheri, kwa sababu hili ni jambo la kheri ambalo walilofanya. Kama ilivyo kawaida ya kamati hii, kila ifikapo mwezi 21 wa tunakaa kama wazazi kuwafariji watoto mayatima. Kwa hiyo kwa mwaka huu tumeamua kuja hapa Kandwi kula na watoto mayatima, lakini mwaka jana tulikuwa nao Chuini na mara nyingi tunafuata kule Chuini. Ile mara hii tumefuata kwa sababu mwaka ule tulokuja katika kule chakula cha mchana tuliahidi kwamba tutakuja tena. Kwa hiyo tukakaa tukatafaka, tukasema wacha tuje hapa tule na watoto wetu, kwa sababu watoto wetu wengi ambao wapo katika kituo hichi wanatokana na katika shehia yetu ya watoto kule wapi Chuini. Kwa hiyo tumeamua mara hii kuja kufutari nao kama kuwafariji wazazi wao, watuone kwamba hatujawatupa ila tuko pamoja. Wito kwa watu wengine ambao wana uwezo, basi waje wafariji watoto mayatima, kwani unapotoa basi hujatupa. Na kama alivyotuahidi Mtume kwamba yoyote yule ambaye atakuwa yuko pamoja na watoto yatima, na yeye kesho ya Kiyama atakuwa yuko pamoja naye. Kwa hiyo nawaomba wote, na si lazima kwa mtu labda atoe kingi, hata kile kidogo tu alichokuwa nacho basi unaweza kutoa, na kesho ahira Mwenyezi Mungu akakijalia kile kikawa ni kikubwa na ni kingi, ukajutia we. Kwa hiyo
na waomba Waislamu wote walioko mbalimbali basi watoe kwa watoto yatima. Si lazima hapa, lakini hata kama unaye jirani yako unajua huyu ni yatima, basi mfariji. Inshallah na wewe Mwenyezi Mungu atakufariji. Lakini pia nitoe wito mwingine kwamba mwezi huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tuko katika 10 hili la mwisho la Mwenyezi Mungu anatuambia hili ni 10 la kujikinga na moto wa Jahannam. Kwa hiyo na mara nyingi katika dua katika mwezi wa Ramadhani milango inakuwa wazi ya toba. Basi tuchukue nafasi hii katika 10 hili la mwisho, tusilale, tuiombee salama na amani nchi yetu, kwa sababu sasa hivi tunajua mambo ambayo yako katika nchi nyingine ni makubwa mazito. Kwa hiyo na sisi tutumie nafasi hii, kila mkazi wa nchi hii basi naye aombe, ainuke katika usiku huu, tuombe dua. Na kama tuna sadaka, hata kama kokwa ya tende, hata kama shilingi 1, basi tutoe sadaka kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu atupe salama. Lakini vile vile tumuombeeni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, ili na yeye Mwenyezi Mungu ampe wingi wa huruma na imani, amuendeleze, lakini amkinge na kila hasada na kila fitna na kila uadui ulioko mbele yake. Kwa hiyo pia tunatakiwa tumwaombee viongozi wetu katika 10 hili la mwisho. Mimi mwenyewe pia kinafsi, ndani ya nafsi nimefurahi na nimefarajika kuwepo hapa, na napenda sana kuongozana na sheha wangu kwa sababu napenda anachokifanya na ninapata kujifunza, kwa sababu maana kukwambia napata kujifunza hivi sasa hivi na mimi na mtoto yatima nyumbani nao wawili. Kwa hiyo napata kujifunza mdogo mdogo. Naambiwa unachokipata kidogo basi kitumilie kwa muda wake. Kwa hiyo najifunza na nimepata kujifunza na anafanya vizuri sana sheha wetu. Kwa hiyo napenda kuwanasihi kwa wale ambao wana uwezo, kiuwezo mkubwa, kiuwezo mdogo, ili mradi uwe na uwezo na roho yako uifanye kiuthabiti, basi wahudumie watoto yatima, washughulikie watoto yatima, waone watoto yatima kwa moyo mmoja, kwa sababu sasa hivi tuko duniani utakiona ni jambo gumu, lakini utakapofika kwa Mungu utajuta, nafsi yako pia itajuta. Lakini pia unapolea hao watoto yatima, basi unafarajika, nafsi inakuwa inafarajika. Unapokwazika nafsi yako ukakaa ukalia, basi wakija wao wakikufuta machozi, wallahi unahisi nafsi yako inanyoka, unahisi mambo yako yanaenda kiutaratibu. Mimi ndo ninavyohisi hivyo, kwa sababu na ndio maana nikakwambia hivi sasa hivi ninao wawili. Mmoja yupo hapa anazunguka, nimekuja naye ili kufariji wenzio. Shukrani kwa kiongozi wetu wa shehia, kaona maana hii kawaida yetu huwa tunafanya kwenye shehia yetu kufuturisha, lakini leo akaona ajumuike na hawa huku mayatima, kaona wakushanye pamoja wa shehia na wa huku tufutari nao pamoja. Yani mimi natoa shukrani za dhati, lakini na fursa hii siwe kwa shehia tu, lakini kila atakayeona hii mtandaoni, viongozi wote wanapaswa kuiga na kuwafariji hawa mayatima waliokuwepo katika kituo cha Turki. Furaha yetu kwa sheha Chuini, Mwenyezi Mungu amjalie awe na moyo huu, kwa sababu si mara ya kwanza, ni kawaida kila baada ya miaka tunakuja kwa ajili ya kuwafariji watoto yatima. Leo hii Ramadhani tumeamua tuje tufutari nao, kwa sababu ni kawaida yetu kila Ramadhani tunafutarisha watoto yatima. Kwa hiyo Ramadhani ya mwaka huu tukaamua tuje tuwafutarisha watoto yatima ambao wapo katika kituo chetu. Wito wangu kwa kila ambaye anajiweza au anacho hata kile kidogo, awaangalie, kwa sababu ni watoto ambao wanataka mahitaji na wanatuangalia sana, sababu wazazi wao wameshatangulia, hususan baba. Kwa hiyo mtoto ambaye kaondokewa na baba anakuwa na mazingira magumu. Kwa hiyo kwa kila ambaye anacho, ikiwa kidogo, ikiwa ni kula, ikiwa nguo, basi awaone watoto yatima. Utaratibu huu alioanzisha sheha wa shehia Chuini kwa kuwatembelea watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu, na hata na yeye kuamua kukijenga kituo kama hicho katika sheha yake, ni cha kuigwa na cha kupigwa mfano. Mtazamaji wa Kashidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka Kandwi, wilaya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja, Mwarabu Mmadi, Kashidi TV, elimu ni hazina yetu.